Asalamu alaikum, ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Basi leo nimekuja na somo ambalo ni muhimu sana kwenu ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Basi kama ndio mwanzo wa channel hii, na kuomba ndugu mtazamaji usubscribe katika channel hii ya Jibambe TV Kenya. Ukifanya hivyo, basi utakuwa umejiunga na channel hii ya Jibambe TV Kenya na utapata kujifunza mambo mengi sana yanayotokana na miti ambayo kwamba unaijua na usijua. Basi na kuomba ndugu yangu, popote ulipo katika channel hii ya Jibambe TV Kenya, utapata kujifunza mambo mengi yanayotokana na miti unayojua na ile ambayo kwamba unaiona lakini haujui faida zake. Basi na kuomba ndugu mtazamaji, katika somo la leo kuhusu mti huu na uona hapa mbele yako, huu mti ni mti ambao uko katika kila pembe ya nchi zetu za Afrika ama East Africa, kuanzia Kenya, Uganda, Tanzania, Kongo, Burundi. Huu mti unapatikana. Huu mti unaitwa mkode. Kwa majina ya watu wa pwani ya Kenya tunauita mkode. Sijui kwa majina ya kwenu, mradi nimekuonyesha mti huu. Tazama hayo maua, ndipo utajua huu ni mti wa aina gani. Nafikiri ni mti maarufu sana. Mti huu wa mkode, ukiuchuna hizi majani zake huwa zinatoa maziwa. Zinatoa maziwa utudi, maziwa ya white. Sasa mimi kitu ambacho nataka nikwambie kuhusu mti huu, faida ni nyingi sana za mti huu, lakini malengo ni kwamba nataka nikufundishe dawa ya kuondoa zile mashilingi katika uso, katika mikono, katika mwili. Kuna watu wameharibika ngozi wakipata ile mashilingi. Nafikiri ugonjwa wa mashilingi ni ugonjwa unajulikana sana. Utakuta katika mwili wako umeweka kama duara hivi, alafu kama vijipelepele hivi, alafu ni ugonjwa ambao huwa unawasha sana, na ni ugonjwa ambao unafanya kuharibu ngozi sana. Watu wengi wameharibika ngozi kwa sababu ya ugonjwa huo wa mashilingi. Basi kama una ugonjwa kama huo, ama kuna mtu wako ama jirani yako anataabika na ugonjwa kama huo wa mashilingi, na kuomba njoo karibu na mti kama huu hapa. Basi kile kitu ambacho utafanya ndugu mtazamaji, na kuomba ufanye hivi, utakuja hadi katika shina la mti huu wa mkode. Hili ndio shina la mti wa mkode. Sasa hapa chini yake utajaribu uchimbe upate mizizi ya shina la mti huu wa mkode. Upate mizizi katika mti huu wa mkode. Mti wenyewe ndio huo bado. Ukishapata hayo maganda ya kutosha, ukisha ponda, kama utaponda na kinu, kama uko na blend, basi blend upate ule unga. Baada ya hapo utanunua mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi ambayo utachanganya na unga huu wa mti huu wa mkode. Utakuwa unajipakaa katika zile sehemu ambazo zimeathirika na ugonjwa huo wa mashilingi. Kiukweli hii dawa ni dawa ambayo ni nzuri sana. Najaribu dawa hii uone matokeo yake. Utapona kabisa, hata kama ni mashilingi ya aina gani, hata kama ngozi yako imeharibika kwa muda mwingi, lakini tumia dawa hiyo. Ikishaisha, kama bado hujamaliza, bado ngozi haijakuwa vizuri, utatengeneza tena dawa nyingine, ama kama utakuwa umetengeneza nyingi, basi itakuwa kazi yako ni kujipaka hadi pale utakapo huo umerudi, ngozi yako imerudi vizuri na uko salama. Tumia mizizi hii ya mkode, uiponde na uchanganye na mafuta ya nazi. Simple, sio kitu kigumu, ni kitu ambacho unaweza ukajifanyia hapo nyumbani
na ukajisaidia wewe pamoja na familia yako. Mimi dawa zangu huwa ni rahisi lakini zina maana na zina faida kubwa sana. Jaribuni, kama wewe kweli ni mfuatiliaji wa channel yangu, utaona matokeo yale ambayo kama nitakuwa nafundisha, basi utakuwa ni wenye kupona. Uwezo wa Mwenyezi Mungu. Fanya hivyo, tumia dawa hiyo. Kama utakuwa umeweka kwa mafuta ya nazi, chupa kama ile kubwa, utajipakaa hivi paka mafuta takapoisha. Utanunua chupa nyingine mafuta ya nazi, uje uweke dawa nyingine hapo ndani, ujipakae paka uone hali yako imerudi mzuri, ngozi yako imerudi salama. Kama ni watoto, kama ni wewe mwenyewe, kama yeyote yule, tumia hiyo dawa na itawasaidia popote mlipo. Kama ndio mwanzo hauja subscribe channel hii, na kuomba subscribe channel hii. Utawahi kujifunza mambo mengi yanayotokana na miti unayoiona lakini haujui faida zake. Nawapenda sana, karibuni nyote.